Rais Donald Trump ambaye hivi karibuni amefanikiwa kusuluhisha mzozo kati ya Israel na Hamas, huenda hii kazi ya pili ya usuluhishi inataka kuwa ngumu kwake, yaani kuhamishia nguvu zake katika kusitisha vita vya Ukraine na Urusi, kutokana na kuonekana kwa tofauti za wazi kati yake na Rais Trump. Hii ni TriGen Media. Hatua ya Marekani kutishia kupeleka makombora ya Tomahawk nchini Ukraine kama njia ya kushinikiza Moscow kuachana na vita ni hatua ambayo imemkera Rais Vladimir Putin na kuweza kutoa msimamo wake kwamba hawezi fanya maamuzi ya shinikizo hilo. Hata hivyo, kama matokeo ya kuonesha kupishana zaidi kati ya Trump na Putin ni kwamba Trump alikaririwa akisema kuwa hakuna haja ya kufanya mkutano, akieleza kuwa ni kupoteza muda. Awali, Rais Trump alionekana kwenda kwa mwendo wa tahadhari zaidi dhidi ya ukosoaji kwa Putin, lakini kwa sasa ni uso kwa macho, kwani ameziwekea vikwazo kampuni mbili kubwa za mafuta za Urusi, Rosneft na Lukoil, japo kuwa hilo linaonekana kutomtishia zaidi Putin ama kumlazimisha kulegeza msimamo wake. Kilichoaminika na wengi na alivyoiaminisha dunia Trump mwenyewe wakati akisaka urais, alisema yeye anamudu Putin na kwamba akiingia madarakani hiyo itakuwa kazi ndogo kwake, lakini kwa sasa naona bado ni mfupa mgumu kwake. Siku ya Alhamis, Rais Putin aliwaambia waandishi wa habari kwamba vikwazo vipya vya Marekani ni kitendo kisicho cha kirafiki na ni uamuzi wa kujaribu kuiwekea Urusi shinikizo ili ilegeze msimamo wake, na kwamba hawezi kufanya hivyo. Na hapa namnukuu Rais Putin, lakini hakuna nchi inayojiheshimu na hakuna watu wanaojiheshimu wanaofanya maamuzi kwa sababu ya shinikizo, alibainisha hivyo Putin. Rais Trump kwa sasa huenda ameanza kutazamwa tofauti na Urusi, kwani hata aliyekuwa rais wa taifa hilo Dmitry Medvedev, akitumia lugha isiyo ya staha na isiyo ya kidiplomasia, alikaririwa akisema kuwa Marekani ni adui yetu na mropokaji wao kuhusu amani. Sasa amejiweka katika njia ya vita na Urusi. Ni maneno makali hayo. Msimamo wa Urusi ni kupinga vikali wazo la Donald Trump la kusitisha mapigano nchini Ukraine, tofauti kabisa na Urusi ambayo imedhamiria kuchukua udhibiti wa eneo lote la Donbas mashariki mwa Ukraine. Malengo hayo ni tofauti kabisa na msimamo wa Rais Volodymyr Zelensky ambaye anakataa kukabidhi eneo hilo kwa Urusi na maeneo ya Donbas ambayo bado yapo chini ya udhibiti wake. Hii ni TriGen Media.